Roketi ya mission ya Artemis 2 ya NASA ilirushwa kutoka kituo cha anga cha Kennedy kilichopo Florida Jumatano jioni, ikiwabeba wanaanga 4 katika safari ya kihistoria kuelekea mwezini. Uzinduzi huo uliashiria mara ya kwanza kwa binadamu kusafirishwa kuelekea orbit ya mwezi tangu enzi za Apollo zaidi ya miaka 50 iliyopita. Makumi ya maelfu ya watu walikusanyika katika eneo la Cocoa Beach pia na fukwe za jirani kushuhudia roketi hiyo ikipaa angani. Umati mkubwa pia ulijaa katika barabara na fukwe zilizopo karibu, tukio lililofanana na urushaji wa Apollo wa miaka ya 1960 na 1970. Maelfu wengine walikusanyika katika Spaceview Park karibu na kituo cha Kennedy kushuhudia tukio hilo la kihistoria. Mission ya Artemis 2 inahusisha wanaanga 3 wa Marekani na 1 kutoka Canada. Lengo kuu ni kujaribu chombo cha anga cha Orion ambacho kimeundwa kubeba wanaanga kwenda mwezini na kurejea duniani. Safari hiyo ilifanywa kwa kutumia rocket yenye nguvu zaidi kuwahi kutengenezwa na NASA, Space Launch System SLS. Artemis 2 ni mission ya pili katika mpango wa Artemis wa NASA. Mission ya kwanza, Artemis 1, ilitumia chombo cha Orion bila binadamu kuzunguka mwezi mwaka 2022. Kupitia mpango huu, NASA inalenga kufanya misheni ngumu zaidi za kuchunguza mwezi na kuweka msingi wa safari ya kwanza ya binadamu kwenda sayari ya Mars. NASA inatarajia kutua mwezini karibu na ncha ya kusini mwaka 2024. Ikiwa mipango itafanikiwa, safari za binadamu kwenda Mars zinaweza kufanyika katika miaka 2030 au 2040. NASA iliongoza kubuni rocket ya Space Launch System na capsule ya Orion, huku kampuni binafsi SpaceX na Blue Origin zikitarajiwa kutoa vyombo vya kutua mwezini kwa mission zijazo. Katika safari ya Artemis 2, wanaanga watadhibiti chombo cha Orion kwa mkono katika baadhi ya hatua za safari yao kuzunguka mwezi na kurejea duniani. Kikosi cha Artemis 2 kinajumuisha wanaanga wa NASA Christina Koch, Victor Glover na Reid Wiseman pamoja na mwanaanga wa Canada Jeremy Hansen. Wanaanga hao waliwasili Florida baada ya kukamilisha karantini ya wiki 2 kabla ya kurushwa. Mission hiyo itadumu takriban siku 10 na itawapeleka wanaanga umbali wa maili 252,052 ambazo ni kilomita 406,000 kutoka duniani, ambao ni umbali mkubwa zaidi kuwahi kufikiwa na binadamu angani. NASA pia inaiona mission hii kama muhimu katika kudumisha uongozi wake wa uchunguzi wa anga, hasa wakati China ikilenga kutuma wanaanga mwezini kabla ya mwaka 2030. Ingawa wanaanga wa Artemis 2 hawatatua mwezini, watapima mifumo muhimu ya uhai, mawasiliano na udhibiti wa chombo cha Orion. Mission hiyo ni hatua muhimu kuelekea lengo la NASA la kuanzisha kituo cha kudumu cha binadamu mwezini na hatimaye kupeleka wanaanga wake Mars.